kuishi kwa wito kama wakili wa Mungu. Katika kuishi kwa wito inategemea sana zile rasilimali zako unazotoa. Unawaza nini kwenye rasilimali ulizo nazo kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Nisikilize vizuri. Mara nyingi sana Wakristo, hata wewe mwenyewe binafsi, mara nyingi sana wewe unamwomba Mungu ubarikiwe, unamwomba Mungu akuneemeshe. Si ni kweli? Nani hapendi kuneemeka? Kila mtu anapenda kubarikiwa, lakini hakuna baraka isiyodai uwajibikaji. Hakuna baraka isiyodai kuwajibika mbele za Mungu aliye hai. Na hiyo baraka Mungu anayokupa, hiyo kipawa Mungu alichokupa, hiyo nafasi Mungu anayokupa katika jamii, hiyo nafasi yoyote ulionayo, maana yake ni nini? Kwamba Mungu anachotarajia katika hicho kipawa na karama, katika hizo rasilimali alizowekeza katika mikono yako. Nisikilize. Inawezekana Mungu katika somo hili, Mungu anakuandaa kwa nafasi kubwa ya utumishi. Inawezekana ni kwenye jamii, inawezekana ni katika eneo lolote ambalo Mungu amewekeza ndani yako. Mungu anachotarajia kwako ni ile nafasi aliyokupatia wewe, aliyokupa binafsi. Usihesabu watu wengine, ni wewe kutumika kwa faida ya ufalme wa Mungu. Amina. Inawezekana wewe, unajua kuna watu wengine wanafikiri kwamba kutumika ni kama mpaka tu uvae kanzu kama mimi. No, hata ukiwa diwani wewe ni mtumishi wa Mungu. Lazima utambue, ukiwa mwanasiasa, kaa kwenye hiyo nafasi kama sehemu ya kumtumikia Mungu na kuachilia ufalme wa Mungu katika jamii. Sijui kama tunaelewana wapendwa. Amen. Okay, twende katika huduma ya kanisa, au tuseme katika Warumi. Nilitaka niandike ile neno katika Warumi sura ya 12 mstari wa 8 na ule mstari wa 12:6 hadi 8. Anasema, na inatufundisha kutumia vipawa vyetu kwa bidii na kwa lengo la kulijenga kanisa la Kristo, ambao ni mwili wa Kristo, kwamba sisi tu viungo. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 6 na wa 8 inatufundisha sisi kutumia vipawa vyetu kwa manufaa ya kujenga kanisa au mwili wa Kristo ndani yetu. Usiwe sababu ya kanisa kudorora, usiwe sababu ya kanisa kukwama, lakini tumia kipawa, tumia rasilimali ulionayo, tumia nafasi. Ikiwa Mungu amekupa uimbaji, ikiwa Mungu amekupa karama, ikiwa Mungu amekupa kitu chochote ambacho Mungu amewekeza ndani yako, hata kama wanadamu hawatambui, lakini uwe na uhakika Mungu alipokupa hiyo karama au kipawa au nafasi ndani ya kanisa, ndani ya jamii, usitumie kana kwamba unataka utumie kwa mabavu au kujiinua. Hakuna nafasi ya kujiinua katika ufalme wa Mungu. Wakristo wengi wanapopewa fursa katika jamii hawajui, hawataki kuuliza kwa habari za Mungu wao, kwamba Mungu uliponipa hii nafasi umenipa ili wewe. Lakini wao wanasherehekea na kufurahia, lakini hawajui ni nafasi ya kuwajibika katika ufalme wa Mungu. Sijui kama unanielewa. Okay, nifunukeni kidogo. Ikiwa una kipawa cha kuhubiri, fanya hivyo kwa uaminifu. Nani anaweza kuhubiri huku ndani kama uweze kuhubiri? Nani anaweza kuhubiri? Mimi najua wote mnajua kuhubiri, si ndio? Amen. Si mnajua wote kuhubiri? Basi ukipewa nafasi, fanya kwa uaminifu. Tumeelewana vizuri? Amen. Ukipewa nafasi ya kuimba, imba kwa uaminifu. Ukipewa nafasi ya kufagia kanisa, fagia kwa uaminifu. Ukipewa nafasi yoyote, fanya kwa uaminifu. Ukiambiwa omba, omba kwa kumaanisha na kwa bidii, kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya Wakristo, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya vijana. Tunaelewana wapendwa? Ikiwa ni kusaidia wengine, sasa mnisikilize hapa. Kuna watu ambao wako ndani ya kanisa. Kuna watu wako ndani ya kanisa. Mungu ameweka karama na kipawa ndani yao kwa ajili tu ya kuwavusha wengine katika nyakati zilizo ngumu. Shuketeni.
Na watu hawa huwa hawakwepaji hii assignment. Wewe toroka. Huwezi kutoroka kwenye kipindi ambacho Mungu amekuweka, ambayo amekwambia wewe ni mwalimu hapa. Kuna wewe ambaye mara nyingi wao unakwepa majukumu ya kanisa. Nataka nikwambie hivi, hadi majukumu Mungu akiweka ndani yako huwezi kukwepa my friend. Wewe nenda uendako. Kuna watu Mungu huwa amewaandaa kwa ajili ya kukutana na watu walio, unashangaa mbona mimi nakutanaga tu na watu ambao wanapita katika mazingira magumu. Ni ili maana yake Mungu alikuandaa ili uwavushe katika nyakati ambazo wanaishi. Maana yake waombee. Sasa unaweza ukamkuta mtu mwingine ameenda kumwona mgonjwa hospitali, anambia Yesu na Maria. Yaani ugonjwa huu ulimuua mjomba wangu. Sasa ndio useme. Mpendwa, ndio useme kwa hospitali kweli. Biblia inasema maneno yenu yawe yamekolea munyu, si ndio? Ili wape neema wale ambao wanayasikia, si ndio? Neno ambalo linaweza kumpa mtu mwingine neema. Yaani unamkuta dada wa watu na masiku zangu siku hizi sasa, mabinti sasa siku hizi akikaa, kuna nyakati huwa mabinti wakikaa nasema mimi nataka mwanaume, nina type wa mwanaume anayemtaka. Kuna nyakati wa kutaka kwa na type yako my friend. Kuna nyakati aje tu aje mradi anapumua. Hizo nyakati zitakuja. Sasa unamkuta dada wa watu, wewe unatakiwa umvushe katika kipindi ambacho amekata tamaa, alafu namwambia wanaume, unasubiri mwanaume akoe, tafuta hata mtoto, usije ukafia hapo uzeeni hapo, na hata mtoto. Yaani wewe una namna yote kumtia mtu moyo. Mungu alipokuita katika utumishi, si tu kwa faida yako binafsi. Mbona wewe upendi kukatishwa tamaa? Mbona unawakatisha wenzio? Kama ni wakuolewa basi, shoga yangu wewe huwezi kuolewa sasa hivi. Wewe subiri. Wewe mtia moyo wenzio sasa. Fanya kwa bidii katika kutia moyo, katika kuhubiri, katika kutumia nafasi yako kuwajenga wengine wawe imara. Kama alikuwa ajui kuomba, afike mahali ajue kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Uwajibikaji wa rasilimali iko hivi. Kanisa linahitaji watu walio tayari kutoa sadaka zao, zaka na msaada wa kifedha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wewe unafikiri makanisa yatajengwaje watu kama hawako tayari kutoa sadaka zao, kutoa nafasi zao, kutoa? Mzee Kandonga, wewe fikiri unapewa nafasi, umepewa udikoni, alafu utaki kukaa kwenye udikoni. Wewe unasema mimi nataka kuwa Mkristo wa kawaida. Maana hao Wakristo pia wapo. Yaani Mkristo anapewa nafasi kanisa, sema mimi kanisa hili la Mrage lina maneno. Nisikilize nikwambie, katikati ya maneno bado Mungu anadai utumishi. Amen. Katikati ya kusema wewe utaki kusema wewe nani? Hata wewe mzuri. Yaani jamani, hivi kuna mtu anasema duniani na bahati nzuri. Niko pesi moja, bahati nzuri. Huwa wanadamu hatukosi kasoro. Hata wewe mrefu tunasema mrefu, ila moshi. Si kweli? Hata wewe mweupe, ila wewe dada mweupe, lakini sasa pomwe. Utasikia pomwe lake sasa. Unafikiria watakosa kasoro? Wewe unataka, hakuna aliye kamilifu kwa macho ya wanadamu. Hakuna, hautapata. Yesu mwenyewe alisemwa. Amen. Katikati ya majamaa akamwangalia, pinga mwanamke akavunja marhamu, akaanza kumfuta miguu yake na nywele. Jamaa mmoja akasema bwana, yaani wewe laiti mtu angekuwa nabii, angetambua huyu mtu aliyemgusa kwamba ni mchafu kwa kiwango gani. Yaani kwamba, yaani maana yake, unajua tafsiri ya yule jamaa, maana yake nini? Huyu hamna lolote. Hapa tunapoteza kazi tu hapa. Hamna cha huduma ndani yake, wala sio mwana wa Mungu. Sio mwalimu ya huyu, hamna lolote. Hapa tunapoteza tu kazi hapa. Tunapoteza muda tu. Kuna nyakati ukisubiri upewe ukamilifu kwa wanadamu, ukisubiri usitengenezwe vizuri, ukisubiri usifiwe. Mpendwa, jisifu kwanza. Jikubali kwanza. Uwe tayari katika huduma na utumishi wa Mungu, kwa sababu kule tu kujikubali mtu akubabaisha.
wakaishi Bwana. Amen. Amen. Ukiona usalimiwi, jisalimie. Kwani huwezi kujisalimia? Yaani wewe nenda tu katazame kioo. Unajua mimi alinifundisha mtu mmoja. Wakati nafundisha semina mahali. Mtu mmoja akaniambia, "Mchungaji, hivi nifanye nini? Mtu afanye nini?" Hata kuniambia direct kwamba ni yeye, lakini anataka kunipiga cha juu. Akasema, "Hivi mtu afanye nini ikiwa amekataliwa?" Jibu rahisi ni nikamwambia hivi, ukiona umekataliwa jikubali. Kwa sababu mara nyingi wanadamu wanaweza kukukataa, lakini wewe utakapojikubali, hapo ndipo mbingu zitakapokubali. Kwa sababu haonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Ukiona wewe umekataliwa, na mara nyingi kinachowatesa watu sio kukataliwa, ni wao wenyewe kujikataa ndani yao. Yaani wewe kijana amekublock WhatsApp, Facebook mpaka kwenye namba za kawaida. Hapo unaanza kusema mimi sio wa kuolewa. Nani kasema? Mimi jamani baba, nina mikosi mimi. Mchungaji wewe hujui tu. Ni kweli mimi sijui, lakini aliyekuita ni mwaminifu sana. Ukiona wanaoondoka kwako, wanaondoka kwa sababu hawakuwa upande wako na hawakuwa wa kwako. Amen. Kwa sababu kama wangekuwa wa kwako, wangebaki kwako. Amen. Aliye wa kwako anabaki kwako. Ukiona ameondoka, mwacha aende. Amen. Wakorintho wa pili, ule waraka wa pili. Assignment iko mbele, nisikilize. Wakorintho, waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7. Inatufundisha nini? Kutoa kwa ukarimu na kwa moyo wa furaha, tukijua kuwa Mungu hupenda mtoaji aliye radhi. Hata kama unaona kuna mtu amekwama kwenye maisha, usilazimishe kutoa, msaidie tu. Na usifikiri utapata faida gani. Mungu atakulipa. Amen. 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 Twende kushiriki kazi ya huduma. Somo hili ni kubwa. Nataka nikimbie kwa sababu na mahali nataka tufikie vizuri. Kushiriki katika kazi ya huduma. Ni somo la uwakili. Na kuna assignment baadaye. Haya. Kama wakili wa Mungu, usiwe mtu wa kukaa tu kanisani bila kushiriki kazi za huduma. Unaweza kuwa kiongozi yoyote, unaweza kuwa sehemu ya kwaya kulingana na huduma za vijana, au kujiunga kwenye vijana, wanawake na wanaume, au kufanya kazi ya uinjilisti na kueneza injili mitaani. Hivi na niwaulize, nani aliwahi kufanya ziara, Mkristo tu hata kama hujatambuliwa? Umewahi kuwaambia watu wengine habari za Mungu, majirani ulionao, hata wafanyakazi ulionao kazini? Au ndio ile anasema kanisa leo, yaani huku ndio kupatwa kwa kanisa. Kama huyu naye ana kanisa, kwa sababu ni kama watu hawakuamini hivi kimatendo. Lakini unapokuwa ushuhuda kwa watu, kwa maana kuwapelekea habari njema ya injili, unasababisha ufalme wa Mungu kukua katikati ya jamii. Shiriki kazi ya Mungu, shiriki huduma. Ni Yerusalemu msimamo mwema. Hai. Hebu fikirini hawa vijana. Kwa nini ni wachache wakati kuna vijana wengi ndani ya ushirika? Haya. Okay, Mwangoto unakumbuka enzi hizo na kama vile Musa, si ndio? Ile jengo lilikuwa halina madirisha. Mimi mwenyewe nilikuwa nikiwekwa sauti ya 4 upande huu na sauti ya 3 hapa. Beti la kwanza nitaimba bezi, beti la 3, beti lingine naimba sauti. Maana mimi sieleweki. Mimi navuta na yule anayeimba vizuri. Kwa hiyo nilichokuwa nafanya kina Mwangoto analiweka katikati ya bezi au sauti ya 3 ili nisihameki. Na hakuna mwanafunzi ambaye hajui kuandika akikutana na mwalimu. Amen. Kila mtu atajua kuandika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shiriki kazi za huduma, usikae tu kanisani hivi. Inaanza kuniangalia. Namba 2, katika huduma za kwa jamii, au sasa kama wewe unaona kanisani ni ngumu, hata huduma za kijamii, kusaidia wenye mahitaji mbalimbali. Si ndio? Hiyo nayo ni kazi ya Mungu, mtumishi wa Bwana. Kusaidia watu, majirani. Wewe sasa unakuja kanisani, hata mjane aliyoko kwenye mtaa wako hujawahi hata kwenda kumsalimia. Tumevuka mwaka hujaenda hata kumuona. Hujui hata sasa hivi wanajiandaa. Kuna wazazi ambao sasa hivi ni wajane.
maisha yao ni magumu, sio wajane, lakini wanaishi mazingira magumu. Sasa hivi wanatafuta namna ya kupeleka watoto shule. Hana uhakika kama Jumanne mtoto ataenda shule, hana sare, hana madaftari, lakini wewe una uwezo, hata shilingi 2000 una uwezo wa kumpelekea, lakini hujaona hiyo fursa katika kuteka baraka za Mungu. Hebu shiriki kwenye jamii ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia Mungu anatuita kuwa sauti kwa wasio na sauti na kusaidia maskini, yatima na wajane. Kuna siku moja nilipomaliza semina kwenye ushirika mmoja, sio kwa kanisa la Moravian, ni kwa wenzetu wa kanisa la Anglican. Nilipoenda kupumzika, Mungu akaniletea mtu mmoja katika njozi, ana shida. Nikasema, sasa hapa nafanyaje? Nikamwambia na mchungaji, nikamwambia kuna mjane mmoja ananisumbua sana usingizi, sijui yuko wapi. Cheki Mungu anavyo sema na mtu kwa siri au kwa wazi. Nimeenda kanisani Jumapili. Nimeenda tu kanisani Jumapili. Yule mjane ambaye alikuwa ananisumbua akaniletea sadaka. Mimi kujaribu kwa kiwango hicho. Yaani yule ambaye alikuwa anakusumbua, kuna mahali amekwama, anahitaji kuvushwa. Unajua aliletwa kwenye njozi, inaonekana anataka kwenda ng'ambo ya pili, lakini hapo daraja limekatika. Anaendaje? Kwa watu wanapita, hawamoni kana kwamba yeye anatamani kwenda huko. Alafu huyo ndo anakuletea sadaka Jumapili. Mchungaji, nimeona nikubariki na hii sadaka. We lazima uogope. Jioni yake sikuchelewa, kaambia mama twende, nataka nikaombe kwenye yale malango. Kulikuwa na namna ambavyo Mungu ametusemesha tulipofanya lile jambo kwenye yale malango. Kitu cha ajabu sana. Yaani ndicho kiwango kile yule mjane alishindwa. Kiwango kile ambacho tumeenda nacho. Anasema, alipiga tu magoti akasema, Mungu wewe ni wa ajabu. Nafikiri yale maombi yanapotea. Mithali 19:17 inasema nini? Amhurumie maskini, amemkopesha nani? Amemkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Usishindwe, usiache kuwahurumia walio wahitaji, kwa sababu kwa kule kuwahurumia unamkopesha. Kukuza amani na haki. Na ninyi sasa, ninyi kama mawakili wa siri za Mungu, ni muhimu sana kama wakili wa Mungu, tunapaswa kuwa watetezi wa haki na amani katika jamii. Isaya 1:17 inatufundisha nini? Jifunze kutenda mema, tafuteni haki, msaidieni aliyeonewa. Kama wakili mwaminifu, tumia elimu yako, tumia nafasi yako. Kuna wakati fulani ninyi mlioajiriwa, unaweza ukamkuta mfanyakazi ameonewa, msaidie, usimwache, kwa sababu ndio agizo katika Isaya 1:17. Mteteeni aliyeonewa, msaidieni aone nuru ya haki mahali hapa. Kuwa mfano wa kuigwa. Kwa matendo yako watu wanaweza kuona pia nini? Wanaweza wakaona Mungu ndani yako kwa kuwa mwaminifu kazini, mwenye heshima, mnyenyekevu, kuleta ushuhuda mzuri na kwa wengine. Na mimi nilimewahi kuambia habari wafanyi. Mungu alinipa, tulikuwa mwaka jana, ninamshukuru Mungu, tangu mwaka 2019 Mungu aliweka ndani yangu mzigo wa kuwatia watu moyo. Kwa hiyo mimi kwenye simu yangu nina majina 1988, na katika majina 1988 kila siku
Mungu alinipa ujumbe kwa ajili ya kuatia moyo kila siku mwaka jana. Kila tunapomaliza maombi yale malango ya usiku wa manane, Mungu anatupa ujumbe, tunatuma kwa wale watu kuatia moyo. Kila siku tuliweza kufikia watu 800 kila siku kwa mwaka mzima. Mwaka huu Mungu akanipa neema. Alitusemesha Mungu kwamba mwaka huu ametuongezea huduma nyingine kwa njia ya mtandao. Ili sibadilisha watu wengi sana. Tulikuwa na maombi, tunakuwa na maombi ya mara kwa mara kwa njia ya Google Meet, kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Facebook, tunakuwa live, tunafanya maombi kila siku. Kuna shuhuda nyingi zinatokea ndani ya watu. Yaani kuna mtu akikupigia, mimi simjui, anakupigia mtu yupo huko, baba, Bwana Yesu asifiwe, ninamshukuru sana, yale maombi ya tarehe fulani leo nimeona muujiza. Wakati fulani unaweza ukajikatia tu tamaa kwamba usidharau nguvu ya kuomba, mtumishi wa Mungu. Wewe endelea tu kuomba, endelea tu kuwa mnyenyekevu, endelea kuwa mwaminifu mahali ulipo. Mungu atakuonekania. Haijalishi unapita katika kipindi gani, lakini simama kama wakili mwaminifu mahali ulipo. Tunaelewana wapendwa? Okay. Mathayo 5:16 nasema nini? Hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Siri kubwa ni kuweza kuwa nuru katikati ya watu, kuangaza. Kama ni binti, kama ni kijana. Alinichekesha sana binti yangu mmoja. Alikuwa anaomba naye tangu mwaka 2016. Anaomba kupata ajira. Amepata mwaka jana. Amepata ajira mwaka jana. Tangu 2000. Nakata tamaa. Usijikatie tamaa, mtumishi wa Yesu. Kinaandaliwa kilicho bora zaidi kuliko kile unachokitamani wewe sasa. Amina. Sasa yeye siku moja nilikuwa namtania, namwambia ila Mungu fundi jamani. Yaani umesoma degree ya afya, umeajiriwa kwa askari. Mungu fundi. Yaani unaweza kaenda hivi Mungu akakurudisha kwenye kusudi. Kwenye kipindi cha Mungu huwezi kukimbia. Amen. Usikimbia assignment ya Mungu. Sasa watu niletaka tufike hapa. Watu waliotumia wito wao, nataka tujifunze kwa watu kadhaa. Ni somo kubwa, ile ni somo kubwa, hata wiki moja iishi. Ni somo kubwa sana. Nataka tujifunze kwa watu kadhaa waliosimama. Inawezekana wewe unafahamu kwamba hasa mahali mimi nilipo mchungaji, hata watu hawatambui nafasi yangu. Nataka nikwambie, maadamu Mungu anatambua nafasi yako, wewe mtumikie Mungu, usitumikie watu. Watakukwaza, wataacha doa kwako. Mmenielewa vizuri? Amina. Maana siku moja nikawaambia sinodi, yaani mmenichagua mimi kwa mwenyekiti wa wilaya. Hizi sinodi za umurika ninyo mnazijua kaje kweli? Hapo naenda umeinua mabega, mwenyekiti. Ngoja sinodi nyingine hii. Mwenyekiti. Watu waliotumia wito wao kama mawakili. Katika nafasi ndogo unayopata, weka alama kwenye jamii. Weka alama ndani ya kanisa, weka alama kwenye familia. Watu waliotumia wito wao kama mawakili katika Biblia. Musa, wito wake Mungu alimuita, Musa alikuwa wakili wa Israeli kwa sababu aliwavusha katika nchi ya utumwa na kuwatoa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Maana yake kuna alama aliweka katika taifa. Wewe unaweka alama gani? Alivyotumia wito wake, alisimama mbele ya Farao alikuwa msemaji wa Mungu kwa niaba ya Mungu. Anamwambia Farao, waruhusu watu wangu waende zao wakanitumikie. Unajua wakili anasimama kwa niaba ya, si ndio kwa hiyo Musa akasimama kwa niaba ya Mungu na kuwatetea wana wa Israeli. Katika ile Kutoka 3:10. Uwakili wake nini? Musa hakukoma kuwa mtetezi wa watu wake hata baada ya kuwaongoza jangwani. Aliwaombea mbele za Mungu walipokosea.
katika ukiwa na muda mzuri, mimi si utanipotezea muda mwenzio. Na wewe ndio assignment hiyo. Kasome hapo kutoka 32:11 mstari wa 14. Musa alimlilia Mungu. Mungu aligadhibika juu ya watu. Akasema bora hawa watu niwafute wote jangwani. Musa akasema, unajua Mungu, nyewe mnaelewa Musa kweli? Unajua Musa alimshawishije Mungu? Anamwambia, sasa wewe ukiwaua hao watu jangwani, watu mataifa mengine watakaposikia, so watajua uliwatoa katika nchi ya utumwa ili uje uangamize jangwani. Aliposhusha misali, Mungu akaingia kwenye line. Ni mara ngapi wewe umepeleka hoja kamili mbele za Mungu? Zileteni hoja zenu, zielezeni, alafu ni watawapa haki zenu. Mara ngapi umepeleka hoja? Mara nyingi waombaji hatuombi, tunalalamika. Hatupeleki hoja, hatupeleki maombi mbele za Mungu. Tunapeleka kulalamika. Mungu, tazama tunavyoonewa. Unaonewa na nani Bwana? Peleka hoja. Mtu mwingine ni Esa. Kanisa la sasa linahitaji mtu ambaye anaweza kusimama kama Esa wakati wa Wayahudi. Wito wake alikuwa malkia katika nyumba ya mfalme Ahasuero. Si ndio Si ndio wapendwa? Sasa huyu alipoolewa katika nyumba ya kifalme, alikuwa hajui kusudi la ile ndoa. Mungu kuruhusu yeye kuolewa kule nini? Kumbe kulikuwepo na assignment ya kufanya yeye kama Esa, ili asimame kwa sababu ya Wayahudi kutetewa, ya Wayahudi kuwa salama. Tunaelewana wapendwa? Leo tunahitaji akina Esa wanaojua kwamba Mungu ameniweka kwenye ofisi fulani ili niwe msaada kwa watu wengine, ili niwe msaada kwa waliokata tamaa. Mungu ameniweka hapa ili niwe msaada katika ufalme wake. Wangapi wanaweza kujiuliza hilo swali kabla hujapata cheo? Maana tunatumiaga tu vyeo. Okay. Alivyotumia wito wake ni nini? Aliweka maisha yake hatarini, kwenda kuwa mfalme kinyume na sheria bila kuruhusiwa, akiomba uhai wa watu wake, akitafuta namna watu wake wawe salama. Hakuogopa hatari, alijihatarisha yeye. Vipi angehukumiwa, vipi angekufa, lakini hakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Na kimbia, andika tu vifungu, tutasoma kwa wakati wako. Esa 4 mstari wa 16. Haya, wakili wake Esa alisimama kama mwakili wa haki na uhai wa watu, akitetea Wayahudi dhidi ya njama ya Hamani. Unaelewa vizuri mtumishi wa Mungu? Nehemia wito wake ni nini? Alikuwa ni mnyweshaji tu wa mfalme, akapokea habari za ukuta wa Yerusalemu ulivyobomolewa. Kama umesoma vizuri katika Biblia yako, aliposikia zile habari akasema, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, akitafuta uso wa Mungu kwa namna alivyopokea habari mbaya juu ya watu wake, juu ya ukuta wa Yerusalemu, hali ilivyo ya mji ulivyoukiwa. Akaomboleza, akaomba kwa ajili ya ule mji. Ilikuwa inahusu nini? Wakati hata ngoja nikuambie siri moja. Unaweza ukakaa mahali, hata Yesu aliambiwa, usifikiri Wayahudi wote wakifa wewe utapona kwa sababu uko katika nyumba ya mfalme. Maana yake ni nini? Kwamba hata yeye mwenyewe kuna wakati fulani, hata Nehemia hata angekaa tu kwa sababu ana kazi nzuri, ni mnyoshaji wa mfalme, anapokea mshahara, angekumbukiwa nini? Lakini shida sio ile nafasi aliyonayo, ni kusudi la Mungu lililo ndani yake. Kinachowatesaga watu sio nafasi, ni lile kusudi lililoko ndani ya mtu. Kuna mtu mwingine hata mkimsema haachi kutumika. Tumeelewana wapi? Hivi wewe utamwacha mkeo kwa sababu watu wanamsema vibaya? Wewe yule nyewe wanaume utamwacha? Haiwezekani. Mapaja amesema hiyo kitu haiwezekani. Haiwezekani hata siku. Aliomba kibali kwa mfalme na kuongoza ujenzi mpya wa kuta za Yerusalemu. Huyu uwakili wake ni nini? Alitetea haki za watu wake dhidi ya maadui waliokuwa wakipinga kazi ya ujenzi wa ule ukuta wa Yerusalemu. Tumeelewana wapendwa? Amen. Hai, sasa nataka tuje hapa. Huyu hapa jamaa mmoja. Mnamfahamu
Mnamfahamu si ndio? Huyu alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida kabisa. Ni mwanadamu kabisa, alikuwa na madhaifu kama sisi. Lakini aliweka historia katika ulimwengu mpaka leo wanamkumbuka. Si kweli? Aliweka historia katika ulimwengu akitetea watu wake. Akitetea jamii, akitetea haki. Huyu jamaa alitetea haki za Wamarekani weusi kupitia maandamano ya amani, hotuba maarufu kama I have a dream. Dunia inamkumbuka Martin Luther King. Wewe utakumbuka nani? Wewe tu, yani wewe tu umekaa kwenye mahusiano, na siku hizo wanaita date. Unakaa kwenye date wiki mbili alafu namwambia mwanaume utanikumbuka, anakukumbuka nini? Umechangia nini kwenye maisha yake? Wiki mbili, just imagine 2 weeks. Alafu namwambia utanikumbuka, wewe anakukumbuka umefanya nini? Lazima uwe umeweka alama, usiseme tu utanikumbuka. Kuna alama itasababisha ukumbukwe katika jamii. Kuna watu wengine wamehama kwenye mitaa yao. Wewe umepanga mtaa huu Moshono, unahamia kule Kigenge juu. Mtaa huu wala hata wanasemaga tu bora ameondoka. Na wengine wanakukumbuka tu kwa ubaya. Majirani hawakukumbuki vizuri. Unakumbuka na nini? Kanisani ukikaa hapa, kuna watu wengine wamepata vyeo, wanataka mpaka wachungaji tuwapigie magoti ndio waje kanisani. Are you sure? Una akili timamu wewe? Zimekukaa vizuri? Hivi unajua kuna watu ambao wana vyeo zaidi yako lakini ni wanyenyekevu kabisa. Amen. Juzi nilikuwa naangalia ushuhuda mmoja. Kiongozi mkubwa kabisa kule Nigeria ni governor. Lakini kwenye ibada ya mwaka mpya Winners Chapel kwa David Oyedepo, yeye ndiye mhudumu anawaelekeza wageni pa kukaa. Wazee wa kanisa hapa, Wakristo wengine wanaingia, hatuelekezi hata pa kukaa. Na wewe umekaa. Lakini yule jamaa mpaka anaanza ibada mpaka anamaliza, yeye anawaelekeza, ni mhudumu. Amepaki vehicle kuuza pale nje. Ana cheo, ana mshahara, ana hela, ana utajiri, ana nafasi kwenye jamii. Lakini akija kwa Mungu ni mnyenyekevu. Kwa sababu anatambua vyeo huku tunayemtambua ni Mungu, sio watu. Anatumia nafasi yake. Hiyo unafanya mchezo. Kuna mtoto mmoja kaniambia, nikamwambia baba wako ni mzuri, anasema wewe chungaji mji baba dingi yangu mnoko. Anakuja mtoto ni wa shule ya Jumapili. Wewe mjui babangu wewe. Mnoko akiwaka ni nyumbani pale. Ana nuna hapo, ana sebuleni atuangalia hata katuni. Hao ni watoto, siku ukiondoka wanakukumbuka. Haya na ninyi mama mnaopiga watoto, mtoto tu amejua kibao. Si nini leo jamani, sio kila kitu mwashe mtoto kibao, mengine mfundishe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mtoto mmoja, mimi nimeshangaa sana watoto wengine bwana, watoto wanaelewa sana. Mtoto mmoja nikamuuliza, mimi siku hizi mara nyingi huwa nafundisha hasa watoto kwa kutumia kifaa hiki ambacho Mungu alitumilia kwenye semina. Wakati namfundisha nikamwambia, hebu niambie, wewe unataka nani asafiri mara nyingi zaidi? Ili nani ubaki naye nyumbani? Anasema, yani bora babangu ndio abaki nyumbani. Mama asafiri tu, mimi namwambia mama asafiri tu, mimi nibaki na baba. Unajua ni kwa nini? Nilichokuja kugundua yule mdogo anapenda sana chips. Na wazee na wababa sikajuaga tuwezake kupika. Kwa kutoka kazini unabeba chochote, unakuja naye ndio alichopendea babake. Na maana nimekuuliza kwa nini wewe unataka hivyo? Anasema wewe babangu mimi akiwepo wewe tunakula kuku chips na nini, nikajua tu hapa tayari imeshaenda. Haya, mtu wa mwisho ambaye ninataka tumwangalie. Nafikiri wale mnaofanya kazi maeneo mbalimbali mnamjua huyu mama, si ndio? Wakungapi walikuwa Wakatoliki kwa asili? Labda amehamia Mwarani. Tunao karibu sana. Amko peke yenu, na mimi nilikuwa Mwarasi kwa asili. Lakini nilihamia. Nilipokelewa hapa.
Kwa ndio ushirika wa nyumbani, kwa msishangae. Mother Teresa, huyu mama mpaka leo dunia inamkumbuka. Alikuwa mtu mwenye bidii, uvumilivu, aliyejaa utu, aliyewatanguliza watu wengine. Wito wake, mtawa huyu wa Kikatoliki aliyetoa maisha yake kusaidia maskini, wagonjwa na waliotengwa nchini India. Huduma yake, wakati kipindi cha yeye anainuka anaanzisha huduma zingine za kimishonari zilikuwa zina drop, lakini ya kwake ilikuwa inakuwa, kwa sababu ya namna alivyokuwa amebeba wito wake kama wakili mwaminifu kuwatanguliza wengine. Alijenga makambi mengi sana kwa ajili ya kusaidia wagonjwa. Alisaidia sana watu ambao walikuwa wanaishi katika hali ya umaskini. Na ninyi mnajua kihistoria, kati ya maeneo ambayo yana ubaguzi na matabaka ya kiuchumi ni India. Nyewe mnasema mna matabaka huko? Hamna matabaka. Kati ya duniani mahali ambapo pana matabaka ya kiuchumi ni India. Hakuna namna yote ile tabaka la chini akaenda kuoa hata binti wa tabaka la kati. Hamna. Wewe, hiyo haipo. Hiyo sawa. Mtaona maskini kwa maskini wa hoi, mtakutana hoi. Kama ni sherehe ya kula maandazi, mtakula maandazi wote. Hakuna kudalia mgongo wa mtu mwingine kule. Lakini yeye alisababisha, alitetea haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo hapa mama anakumbukwa, ni mtawa. Kwa sasa nafikiri ni mtakatifu, sio? Nafikiri ni mtakatifu. Wakili wake alifanyaje? Alitetea hadhi. Nitaka uone hii hapa. Alitetea hadhi ya binadamu kwa upendo wa Kristo. Yaani yeye alichokuwa anatetea ni hadhi ya binadamu. Ndio maana alikuwa anapinga sana habari ya utoaji mimba. Wakati kule Ulaya walikuwa wanaona ni kitu cha kawaida. Lakini pia akihimiza kuwajali walio katika hatari mbalimbali. Iwe ni ugonjwa, iwe ni katika vita, iwe ni katika hali yoyote. Sasa nikuulize swali rafiki yangu. Wewe unaweka alama gani katika jamii? Kwamba huyu aliibuka, nikupe siri moja. Kuweka alama katika mahali ulipo si jambo la bahati mbaya. Kuweka alama ni swala la mchakato. Ni swala la nini? Tunakuwa kila siku unaweka mchakato kwa ajili ya kuweka alama kwenye jamii, kwenye kanisa. Kwa nini Kandonga aliposimama tu kujitambulisha kwamba nimesikia ile statement amehamia, alafu watu wote wanapiga makofi, vigelegele na nini? Kwa nini? Mbona unampenda Kandonga wakati mimi niliposimama hamjapiga makofi na vigelegele? Umeelewa tofauti ilipo hapo kuna mtu hapa amepaa zaidi kuliko mimi. Maana yake nini? Tafsiri yake, kuna alama iko hapa kwa ajili yake, sio? Alama ya utumishi tu, alama ya kujitoa katika ushirika huu. Hata wale walioko kule utakuta na wao wanaomba arudi tena. Kwa hiyo hapa maombi lazima yaanze kukinzana. Sisi mchungaji ametamka kwamba siku zote mpaka Yesu akuite tutakuombea uwepo hapa. Maana naye anatetea sehemu yake. Dai yule asiondoke. Lakini wale nao kule wanamuombea arudi. Mwambie jirani yako utakula urefu wa kamba wako. Leo mwaka huu ninachotamani Mungu aweke ndani yako mzigo wa kuomba bila kukoma. Amen. Na mimi katika maombi ya leo nataka tukamwombe Mungu. Na kama wewe umekaa kimentality kwamba nikubandike mikono ndio utapokea uponyaji, wewe akili zako haziko sawa. Unahitaji kusikia. Kwa sababu Biblia imesema ombeni bila kuomba. Wewe omba mwenyewe Bwana, jifunze kujiombea. Utabandikwa mikono na hivi hema. Maana kuna Wakristo fulani nikutana nao, wala hawakutegemea kujiomba kwenye ile kona ya mbingu duniani hapa. Kwenye hapa kwenye mbingu duniani. Anataka
9 mimi ndio napita. Nikamwambia mzee habari. Akaona hapa hili lisharibika. Yaani mzee wa kanisa anakuja huko tena na huko. Yaani ni mzee wa kanisa. Watu wanakimbizana kila mahali kwa sababu wanatafuta kutamkiwa. Kwa nini usijitamkie? Mbona wewe ni nabii wa maisha yako? Mwaka huu ni mwaka wa kuzidishwa. Lakini utazidishwa utaanza ndani yako kwanza. Lazima unapohitaji kuzidishwa, jizidishe kwanza. Jione ni mtu mkuu sana, ili watu waone ni mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo na kuelekeza cha kwenda kuomba. Tumeelewana eh? Haya, tunaenda kuomba hivi. Cha kwanza kabisa tutaanza na maombi ya kumshukuru Mungu kwa mwaka 2025. Mshukuru Mungu kwamba ulinibeba mwaka jana wote, ukanivusha, sasa umenifikisha mwaka huu. Mshukuru tu Mungu kwa hilo, kwa sababu kuna wengine waliokuwa wanatamani kwa katika mwaka jana hawapo na sisi, ndio. Mshukuru Mungu kana hata kama ulilia, mwambie tu Mungu asante. Chochote ulichoruhusu mwaka jana nilikuwa katika mpango wako, lakini ulinilinda, ulinisaidia. Katikati ya machozi uliniponya, katikati ya huzuni ulinipa faraja. Mwambie Mungu asante. Katika hiyo asante itafungua mlango wa Mungu kukuangalia mwaka huu. Hata kama umeshukuru wiki iliyopita, hata kama umeshukuru mwaka mpya, leo tena nataka tuende mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Hilo ni ombi namba 1. Ombi namba 2. Utamwomba Mungu. Nani ameandika? Naomba niulize kwanza swali hili. Nani ameandika malengo ya mwaka huu? Hata kama diary iko nyumbani. Nani ameandika malengo ya mwaka huu? Nyosha mkono wako. My God, yes. Nataka tukamwombe Mungu kuombea hiyo mikakati na maono ulionayo kwa mwaka huu, ili apate kukutimizia. Tumeelewana vizuri? Kama wewe uko hapa ni kijana unakomaa hujaoa, mwaka huu ni mwaka wa kuoa. Yaani umekomaa tu unatusumbua mabinti kanisani lakini hujaoa. Ni maombi pia mikakati ya kuombea leo. Amen. Ombea maono yako yote kwa mwaka huu. Ombi namba 3. Tutaenda kumwomba Mungu atuinulie watu sahihi mwaka huu, watakao kuwa tayari kututia moyo na kutuombea kutokana na yale maono na vipawa na karama ambazo Mungu ameweka ndani yetu. Mungu akutenganishe na watu ambao wamekaa kwa lengo la kukukwamisha, lakini akuinulie watakao kusaidiwa, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni mahali popote, iwe ni shuleni, iwe ni kwenye kila mahali. Mungu akuinulie watu sahihi, ili uweze kuyatimiza hayo malengo. Wanahitajika watu sahihi sana watakao kutia moyo. Yaani nataka nikwambie hivi, mwambie Mungu, naomba uniinulie Barnaba wangu mwaka huu. Yupo jamaa mmoja anaitwa Barnaba. Wakati kawaida ya wanafunzi wengine kumkimbia Paulo, yeye alikuwa pamoja naye. Alafu najua akaingia kwenye keka akamwambia, jamani, huyu mtu ni mtu wa Mungu, ana Mungu ndani yake, anamtetea Paulo katikati ya vikao. Wewe nani anakutetea kwenye vikao vya kusutwa? Wakati vile vikao vya kusema ufai kabisa. Alafu kuna mwingine anaibuka, Mungu tu amuinue mtu mmoja tu, aseme huyu ni mtu wa Mungu sana huyu. Ili hata unapopeleka tenda mahali popote aseme hii kampuni inafaa. Na ndio wangapi wanataka kuanzisha makampuni? Baba, si nimeona kampuni kule baba. Amen. Amen. Kampuni hii. Ombi la 4. Omba Mungu mifumo ya wanadamu na katika ulimwengu wa roho isikukatae mwaka huu. Yaani maana yake jipatanishe na mifumo.
hujanielewa. Unapoenda kuombea mifumo, jipatanishe na mfumo. Yaani mwambie Mungu, naomba mfumo wa ndoa usinikatae. Si mnanielewa? Mwambie Mungu, mfumo wa ndoa usifanyaje? Usinikatae. Sio kwa sababu unahitaji kuoa, kwa sababu uko kwenye ndoa. Sawa? Na aliye ambaye bado hana ndoa, mfumo wa ndoa ikukubali ili uolewe na kuoa. Lakini pia mwambie Mungu, mifumo ya kiuchumi ikanikubali, mifumo ya ajira ikanikubali, mifumo ya vyeo ikanikubali. Yaani mwaka huu pande hata vyeo mara kadhaa. Yaani mifumo ikikubali Bwana. Yaani wewe hata kama watu walikuwa wamekukingia vifua, lakini nataka nikwambie, Roho Mtakatifu akikupatanisha na mifumo ya kupanda cheo, unapanda bila shida. Ulinilinda Bwana, ulilinda maisha yangu, ulilinda moyo wangu. Baba, sikuharibikiwa. Mungu, katika jina la Yesu, umelinda watoto wangu, umelinda na nyumba yangu, umenilinda katika huduma. Uliniepusha na kila hatari iliyokuwa mbele yangu, niliyoiona na hata ile ambayo sikuiona, lakini ulinitetea. Wale maadui ambao walikuwa kwa wazi na wengine walikuwa kwa siri, Baba, kwa jina la Yesu ulinipigania Bwana, ukinizuilia neema yako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Baba, asante kwa majira haya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba Mungu wetu uliye hai, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya malengo ya mwaka huu. Baba, tunayo mipango na mikakati mbalimbali. Kila mmoja aliyoko mahali hapa Bwana ana malengo yake binafsi, ana maono yake kwa mwaka huu. Ninamweka mikononi mwako, ukampendee mema, ukambariki, mpe neema ya Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukampe baraka ya kutenda, ukampe baraka ya kufanya hayo ambayo umewekeza ndani yake. Hivi hivyo vyosema katika neno lako ya kwamba iandike katika vibao hizo njozi, ikasome kwa wazi, ikawe wazi, ili asomaye asome kama maji katika jina la Yesu. Ninaomba ya Bwana, wabariki watumishi wako walio na mipango mbalimbali katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mwonekania Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, jiombee mbele za Bwana, jiombee mbele za Mungu aliye hai. Mungu akuinulie watu sahihi kwa mwaka huu. Mungu akuinulie watu walio sahihi. Mungu akuinulie watu walio sahihi. Mwambie, ninahitaji watu sahihi mwaka huu. Mwambie Mungu, ninahitaji watu sahihi kwa ajili ya maisha yangu na huduma katika jina la Yesu. Ninamwombea huyu mama, ninamwombea na huyu baba, ninamwombea huyu binti kwa jina la Yesu. Ona unyonge wake, kamtazame Bwana, kamtazame, amekata tamaa. Mungu muinue Bwana katika jina la Yesu, kama sawa na neno lako katika kitabu cha Isaya ya kwamba Bwana, usiogope maana ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nimekupenda. Ninamweka mikononi mwako, msaidie Bwana mtumishi wako, hata kama amekata tamaa, hata kama amefika mahali haoni mbele, hata kama anaona giza kwenye ndoa, hata kama anaona giza kwa watoto wake, hata kama anaona giza kwenye uchumi, lakini wewe ni nuru ya ulimwengu. Baba, kaangaze ndani yake, mpe neema Bwana, mpe neema ya kuvuka katika jina la Yesu. Muinulie watu walio sahihi watakaomtia moyo kwa mwaka huu Bwana. Muinulie watu walio sahihi, watenganishe na waliobeba roho ya uharibifu kwenye uchumi, kwenye ndoa yake kwa jina la Yesu. Hao marafiki ambao wamegeuka kwa maadui zake, Mungu kamwonekanie, ukamlinde kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Ninakuja mbele zako ya Bwana. Nyanyua mikono yako, nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Nataka nikuombee kwa damu ya Yesu. Mifumo isikukataa. 2026 Mungu akakuzidisha katika damu ya Yesu. Hiyo kampuni yako iliyoshuka, hiyo kampuni yako, hiyo biashara yako iliyodorora mwaka jana, mwaka huu Mungu akakuzidisha. Mifumo ya kiuchumi ikakukubali kwa jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu 2026 katika damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya huyu mtumishi wako katika damu ya Yesu. Ninaombea mifumo katika ulimwengu wa roho, mifumo ya wanadamu, mifumo ya ufalme wako katika jina la Yesu. Mifumo ya kiuchumi ninamwombea isimkatae mtu huyu, isimkatae kwa jina la Yesu. Mifumo ya ajira, mifumo ya ndoa, mifumo katika jina la Yesu. Mifumo ya elimu, mifumo ya kupanda vyeo katika jina la Yesu, isimkatae kwa damu ya mwana kondoo. Mpe kibali, mpe kukubalika kwa jina la Yesu, mpe kushinda kwa damu ya mwana kondoo. Maana Mungu ukiwa upande wetu,
kumshinda kwa jina la Yesu. Ninamweka mikononi mwako, mifumo yake ikamkubali kwa jina la Yesu. Hiyo ofisi aliyonayo, hiyo ofisi aliyoajiriwa, kwa damu ya Yesu ninampatanisha na huyo bosi wake kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Mpe kibali mtu huyu, mpe kibali mwaka huu, mpe kibali Januari, mpe kibali Februari, mpe kibali Machi, mpe kibali kila mahali kwa damu ya Yesu. Kila mmoja aliyoko mahali popote alipo, ukampe kibali kwa damu ya Yesu, ukampe kibali kwa damu ya Yesu, ukampe kibali kwa damu ya Yesu, akakubalike kwa damu ya Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Neema ya Mungu ikawe juu yako katika jina la Yesu. Ninakuombea tangu leo utakuwa baraka kwa watu wengine, utafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila neno lilotamkwa juu yako ninalifuta kwa jina la Yesu. Ndio Bwana jukumu kila siku, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu akubebe mwaka huu, Yesu akubebe mwaka huu, ukabebe kwenye mifumo, ukakubalike na hiyo mifumo, mifumo ya uchumi, mifumo ya ndoa, mifumo ya uzao katika jina la Yesu. Mbingu ikakukubali, mbingu ikakukubali kwa jina la Yesu. Tunakupatanisha kutumia sadaka ya mwana kondoo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Waliosema utaolewa, utaolewa kwa damu ya Yesu. Nami natamka katika mbingu na ardhi, utaoa na wewe kwa jina la Yesu, nawe utaolewa kwa jina la Yesu, na wewe utapata watoto kwa jina la Yesu, na wewe utaachiliwa kwa jina la Yesu, na wewe utafanikiwa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninatamka kwa mamlaka ya Mungu aliye hai ya kwamba wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mtu wa neema sana, wewe ni mtu mkuu sana, utazidisha sana katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu unayetawala na kuokoa. Ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Tubariki Mungu aliye hai, bariki kila mmoja aliyefika kwenye ibada hii katika jina la Yesu. Anayesikia kuumwa njoo hapa mbele. Haijalishi unaumwa nini, yeye ni mponyaji, yeye ni msaada wetu. Hata kama unapita katika vita vigumu sana, yeye ni msaada wetu, ni kimbilio letu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya hawa watumishi wako. Asante kwa kuwa wako mbele ya madhabahu hii, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Mungu unayetawala na kuokoa, ninaachilia damu ya Yesu kwenye miili yao, ninaachilia damu ya Yesu kwenye fahamu zao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia nguvu za Mungu kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, huo ugonjwa, hayo mapepo yaliyojibadilisha, huo uadui uliojibatiza kwamba ni kansa, kwamba ni ugonjwa iwayo yote, ikajibadilisha jina, leo hii ninakupiga kwa jina la Yesu. Jesus, ndio kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye mishipa, damu ya Yesu, kwenye nyama yake, damu ya Yesu, kwenye mifupa, damu ya mwana kondoo, damu ya Kristo Yesu, damu ya Yesu, damu kwenye moyo, damu kwenye hilo tumbo la uzazi, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, 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 iliyo na mamlaka, iliyo na mamlaka, damu ya Yesu, 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 kwenye uzao wake, damu ya Yesu, kuzaliwa kwake, damu ya Yesu, hiyo vita alionayo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Naondoa uhalali wako, 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 naondoa uhalali. Hauna uhalali tena kwa jina la Yesu. Nakuweka huru sahihi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Yes, nishike tumbo lake, tara bandara mako rika yada rapa seke rama na rama seke nderebosa. Yes, uwezo wa Kristo
ninakuweka huru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Saa hii uwe huru kwa damu ya Yesu. Jesus, mwinue katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Jesus. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Ninakubariki kwa damu ya mwana kondoo, na ukawe huru kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Jesus. Nyanyua mikono yako nikubariki. Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu mwema. Asante kwa watu hawa. Asante kwa sababu nawapenda upeo. Ninawadhabihu mikononi mwako. Ninawabariki. Ninawabariki kwa jina la Yesu. Ninabariki maisha yao. Ninabariki mioyo yao. Ninabariki kila wanalolifanya Yesu, ukawatendee mema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu anayeokoa na kuponya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na ubarikiwe, ubarikike kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ninyi watoto tunaenda kuombea. Amen. Haya, nyanyua mikono juu. Fuatisheni maneno haya. Hata kama kuna mzazi yuko hapa, watoto wako wako mbali, na wewe tamka kwa niaba yake. Amen. Tamka kwa niaba yake. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele yako katika damu ya Yesu. Ninakuja mbele zako Bwana, nikikuamini wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Yesu, unisamehe kila dhambi niliyosikizishwa, niliyotazamishwa, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neema yako Yesu iende pamoja na mimi mwaka huu katika masomo yangu, ukaende pamoja nami katika jina la Yesu. Ile siku ya kwanza, ile dakika ya kwanza nitakapokanyaga ile ardhi ya ile shule ninayosoma, Bwana ukaniongoze, ukanilinde, uwepo wako uende pamoja nami katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Kuanzia leo ninajitenganisha na kila mamlaka ya giza, kila utawala wa giza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila giza iliyoko kwenye elimu yangu, kwenye akili yangu, kwenye ufahamu wangu, ninaiondoa kwa damu ya Yesu. Nuru ya Kristo ikawe ndani yangu kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tulia nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu
kwa ajili ya watumishi wako na watoto wetu ambao umetubariki katika ushirika huu wa Olorien, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Wao watoto ni watu wakuu sana siku ya kesho. Ninawadhabihu mikononi mwako Bwana, katika damu ya Yesu. Tarehe 13 wanarudi katika kuendelea na masomo yao kwa mwaka huu wa 2026. Roho Mtakatifu wasiende peke yao. Roho Mtakatifu wasiende peke yao. Wewe na pamoja nao. Wasisome peke yao, wasitembee peke yao. Wawe na wewe Roho Mtakatifu. Wawe na ushirika na wewe, wawe na uhusiano na wewe. Roho Mtakatifu, ninakukabidhi watoto hawa ili Mungu ukawe Mungu wao, ukawe baba yao, ukawe mwalimu wao. Wakiwa shuleni, kaa pamoja nao katika jina la Yesu. Wanapokula chakula, kula pamoja nao katika jina la Yesu. Ili Mungu katika damu ya Yesu, wanapoandaliwa vya kufisha visije kawadhuru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kila chakula cha kimaagano kisipate nafasi ndani yao, wakiwa shuleni na wakiwa njiani, wanapopewa zawadi ya pipi katika jina la Yesu. Hizo vizawadi vilivyobeba madhabahu isipate nafasi juu ya watoto hawa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tembea pamoja nao, uwe Mungu wao mwaka huu Bwana, ukaendelea tena kwa kiongozi wao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.